Tuelekee kaunti ya Kisumu ambapo wachuuzi wa soko la Kibuye katika kaunti hiyo wametoa makataa ya siku 4 kwa serikali ya kaunti kuzoa taka, la sivyo watadinda kulipa ushuru. Wachuuzi hawa wamelalamikia uvundo unaotoka sokoni humo, huku wakisema kuwa wamekatiwa umeme na hata huduma za maji. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, usimamizi wa jiji la Kisumu umesema hautoingia sokoni humo, wakidai baadhi ya maafisa wao wamejeruhiwa na wachuuzi kutokana na uongozi mbaya. Kwa zaidi ya miezi mitatu, rundo la taka sokoni Kibuye limekuwa likiongezeka kila kuchao. Soko hili ambalo linatambulika kuwa soko kubwa zaidi ukanda wa magharibi, linamezwa na taswira ya mlima huu wa takataka pamoja na uvundo mkali. Wanunuzi pamoja na wachuuzi ambao maduka yao yako mkabala na rundo hili wakipishana na nzi ambao wamekithiri hapa. Hii ndio stall yangu ambaye takataka imejaa. Paka nimetoka mbio. Siwezi kaa kwa stall yangu. Ikifika jioni lazima nitafute dawa ya kienyeji. Kwa nini? Huwezi pumua wewe mwenyewe. Hatuna stima kwa muda mrefu. Hatuna maji kwa muda mrefu. Kwa nini tuliwachagua? Tafadhali kama hamwezi, tutatoka nje wote tupigane. Hata hivyo, uongozi wa jiji la Kisumu umesimama tisti na kusema kuwa maafisa wake hawatofika sokoni humo. Meneja wa jiji la Kisumu Abala Wanga alilimbikizia kidole viongozi wa soko hilo kwa kile alichosema ni hulka ya uhuni. There's a day we sent a truck there to collect cabbage and they were harassed by goons hired by the leadership of Kibuye. We had attempted to pay electricity. They have chopped up the wires and disconnected the power. On 23rd of April, we shall take over the market as the city. Huku fahali wawili wakiendelea kuzozana, rundo linaongezeka kila kuchao. Wachuuzi pamoja na wanunuzi wakikodolea macho athari ya mlipuko wa magonjwa. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.